الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea na darasa yetu ya fani ya usulul fiqh katika kitabu cha Al-Wajiz fi usul fiqh cha Dr. Al-Ustadh Ad-Dr. Wahbat Zuhaili, Rais Qism al-Fiqh al-Islami wa Madhahibi fi Jami'at Dimashq. Leo tuko kwenye ukurasa wa 129. 129 tuko kwenye kipengele cha al-mandub. Mandubu sisi kwa Kiswahili tumezoea kuita sunna. Matumizi ya Kiswahili ya neno sunna si matumizi ya neno halisi la kitaalamu katika sheria ya Kiislamu. Sunna kwetu sisi maana yake ni kitu ambacho si lazima kukifanya, lakini ukikifanya utapata thawabu, utakuwa umefanya jambo zuri. Ndio sunna kwetu sisi katika matumizi yetu. Na nafikiri hata baadhi ya jamii zinatumia hivyo hivyo. Lakini sunna katika maana ya kisheria iko tofauti kabisa. Na kwa watu wa hadithi ndio tofauti kabisa maana ya sunna. Sasa watu wa sheria wanatumia neno mandub. Mandub. Mandub ndio lile ambalo sisi tunasema sunna. Katika matumizi yetu sisi tukisema sunna raka 2 kabla ya alfajiri, ndio sasa wao kwao ndio mandub. Katika watu wa usuli, taarifu anwa'u, utambulisho wake na aina zake. Taarifu almandub, utambulisho wa hiyo mandub. An-nadbu lughatan, nadbu katika lugha huwa du'a ila al-fi'li, ni kumuita mtu afanye kitendo, kumlingania kufanya kitendo au kumwalika kufanya kitendo, yani kumtaka afanye jambo, njoo fanya hivi bwana, ndio asili ya nadbu. Kwa hivyo inakuwa kama kumhamasisha katika lugha ya Kiarabu. Wal mandubu inda al-usuliyina, na mandubu kwa watu wa usuli huwa ma talaba shari'u fi'lahu, ni kile ambacho mweka sheria ametaka kitendwe, min al-mukallafi, na mtu anayelazimishwa na sheria, lakini talaban ghaira jazimin, utashi usiokuwa wa lazima, au hatmin kasema. Ndio yale yale. Kwa wengine anasema jazimin, kuna wengine anasema hatmin. Hatmu manake ni lazima. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Kwa hivyo piga mstari kuanzia huwa ma talaba shari'u fi'lahu min al-mukallafi talaban ghayra hatmin. Huwa ma talaba shari'u fi'lahu min al-mukallafi talaban ghayra hatmin, ni ule ambao ametaka muweka sheria ufanywe na mlazimishwa na sheria, lakini kwa kutaka ambako si kwa lazima. Kipengele kikubwa hicho ghaira. Ungeondoa hicho ukasema huwa ma talaba shari'u fi'lahu min al-mukallafi talaban hatman, ingekuwa ni wajibu. Ghaira hatmin si wajibu, ndio unakuwa mandubu. Hebu turudi nyuma kidogo kwenye mlango wa wajibu, tuone alipoitambulisha wajibu, alafu tuilinganishe na hii mandubu alipoitambulisha. Rudi ukurasa wa 124. 124. 124. 124. Alwajibu. Taarifu alwajib. Unaona hapo? Alwajibu huwa ma talaba ash-shari'u fi'lahu min al-mukallafi talaban hatman. Talaban hatman. Rudi huku kwenye mandubu uone kwenye baada ya an-nadbu lughatan, na maelezo haya uko mwanzo wa mwisho wa sentence. Huwa ma talaba ash-shari'u fi'lahu min al-mukallafi talaban ghaira hatmin. Kuna neno ghairi tu hapa ndo liloongezeka. Kule kwenye wajibu maneno ni yale yale. Huwa ma talaba ash-shari'u fi'lahu talaban hatman. Huku huwa ma talaba ash-shari'u fi'lahu min al-mukallafi talaban ghaira hatmin. Kwa hivyo neno moja tu ndo lilozifanya definition hizi, taarifu hizi za wajibu na mandubu zitofautiane kwa neno
moja tu, huku ghairi, kule bila ya ghairi, basi. Na kwa hivyo kama ungeambua uchore mti, ungeuchora mti wenye matawi mawili, lakini umetoka kwenye shina moja, alafu umekuja zake juu, umekuwa kama mvule au mvumo, huku umekwenda tawi moja na huku umekwenda tawi moja. Tawi moja limekwenda kwenye wajibu na tawi moja limekwenda kwenye mandubu. Hii ni msingi, ni ule ule mmoja. Wa ma talaba shari'u fi'lahu min almukallafi talaban. Sasa ikiwa hatman litakwenda kwenye wajibu, ikiwa ghaira hatmin litakwenda kwenye mandubu. Au mfano wa njia panda, imetoka barabara pamoja, alafu imefika mahali imechepua njia mbili, moja kulia moja kushoto. Kwa hivyo utakuta ile wajibu na mandubu ni kitu hiki kimoja. Ndio maana kwenye yale makaratasi yetu ya michoro tukakuonesheni kwamba inachorwa kwa pamoja, alafu inakuja ikatofautishwa. Utakuta kule talabul fi'li tuna jaziman ghaira jazimin au hatman ghairu hatmin, ya hatman itakuwa wajibu na ghairu hatmin itakuwa mandub. Na kule kwenye haram na makruhu habari ndio hiyo hiyo, kwamba makruhu ni mtoto wa haram na mandubu ni mtoto wa wajibu. Kwa hivyo kama tungesema kwa maneno mepesi, makruhu ni haram ndogo na mandubu ni wajibu mdogo. Fardhi ndogo itakuwa mandubu na haram ndogo itakuwa makruhu, lakini shina ni moja. Na ndio maana ukenda kwenye elimu ya tasawuf wanapozungumzia habari za uchamungu, wanasema mchamungu wa kweli ni yule ambaye anatimiza wajibu na anafanya mandubu na anaacha haramu na anaacha makruhu. Umenifahamu? Lakini kisha kwa unatimiza wajibu, halafu ya mandubu unayadharau, halafu unaacha haramu, ya makruhu unayatenda, bado uchamungu wako una mashaka. Hawajakosea. Umenifahamu? Kwani sigara haramu? Hatuzungumzi haramu. Tunazungumza huo makruhu, achilia mbali ule msimamo mkali. Lakini katika kujenga uchamungu, hili ni makruhu. Ndio maana watu waliokuwa makini sana wanapomtafuta imamu wa msikiti, wanampima katika kutekeleza wajibu na mandubu na katika kuacha haramu na makruhu. Hatusemi kwamba akiwa anafanya makruhu sala yake itakuwa batil, la hasha. Tunatafuta kitu kilichokuwa bora zaidi. Lakini sasa unakuwa na imamu alafu anakaa pembeni anapiga ugoro, wakati wa udhu anasukutua sana. Hatusemi sala imebatilika, la hasha. Lazima katika kutafuta imam bora, huyu hatakuwa imam bora. Tutafuta viwango. Umenifahamu? Kule mpirani kama kocha anatafuta timu ya taifa, anatafuta kwanza wachezaji bora. Alafu tena kisha kuona kapungukiwa, tena hata lile linopiga mguu mmoja tu, linako ukimwelekea ndo huko ukapiga, asema sina budi. Ukosefu wa mafuta hata mate mtu ujipaka, anamsogeza pale. Lakini katika kutafuta ubora hamwangalii yule kwanza. Tumefahamiana? Ingekuwa tunatoa credit za elimu, tungesema wa A ni yupi, wa B ni yupi na wa C ni yupi. Iko hivyo, yule ambaye anatekeleza wajibu na mandubu akaacha na haramu na makruhu, huyo atakwenda kwenye A. Na akiacha na ya shubha atakwenda kwenye A+. Akila akipungua anakuja B, akipungua zaidi anakuja C, akipungua kabisa ndo D, failure sasa linashuka F huko. Nadhani tumeelewana nadharia hii na waliopita kwenye walimu na waliopita kidogo tu kwenye taasisi za elimu za kusoma wameweza kufahamu kwa haraka. Japokuwa ni wanafunzi waliopita, hata kama umesoma mahadi tu bado utafahamu, maana ni masuala ya credit ya. Hiyo ndio ghaira hatmi. Wa yu'rafu an-nadbu, na inajulikana hiyo nadbu au sunnatu, au mahala pengine inaitwa nini? Sunna. Ndio lile tulilosema kwamba huku kwetu tumezoea kuita nini? Kuita sunna. Kaiweka hiyo, lakini kaiweka kama alternative ya pili, au sunnatu. Unaona kazi? Hakuianza moja kwa moja kuiita sunna. Kwanza inaitwa nadbu wa mandubu, au pia wakati mwingine inaitwa sunna. Inajulikana imma bisighati talabi, ama kwa muundo wa utashi nafsi wenyewe, fatadulla ala adami al-ilzami, itaonesha kuwa si lazima. Ikishakuwa ule utashi au ile amri uliopewa imeonesha kuwa si lazima, basi tayari hapa itakuwa amri imezimuliwa kutoka kwenye ukali wake wa wajibu kuja kwenye mandubu. Mithlu, mfano,
Qaulihi sallallahu alayhi wasallam, kauli yake Mtume sallam aliposema hivi, man tawadda yawm aljum'ati fabiha wa na'imat wa man ightasala falghuslu afdal. Man tawadda, atakayetia udhu yawm aljum'ati, siku ya Jumaa, mchana wa Jumaa, kati ya udhu anakwenda kusali Jumaa, fabiha wa na'imat, basi ndio huo na ni neema. Haya ni maneno ya Kiarabu, ile fabiha wa na'imat, manake kitu kimekubalika, basi ndio hicho tena cha kufanywa, ndio fabiha wa na'imat. Na hii ndo Waarabu wanaitumia hasa katika fasaha. Umefanya jambo lote la fabiha wa na'imat, na wengine wanaifanya kwa fabiha wa na'mat, lakini wa na'imat. Sisi zamani tulikuwa tunazungumza Kiswahili cha Kiarabu hapa Zanzibar, sasa hivi kimepungua kwa kweli, na kimetokana na wazee wa Kiomani na wazee wa Kiyemen waliokuwa wakikaa sana huko mjini. Sasa kama utakuja asubuhi fahuwa almuradu, kama utakuja asubuhi fahuwa almuradu, na wakati mwingine unaikata sasa, basi fahuwa, ile fahuwa asili yake fahuwa almuradu, basi hilo ndo linalotakiwa. Fahuwa, basi hilo, almuradu ndo linalotakiwa. Kiarabu kile, ukija asubuhi fahuwa almurad, ukija jioni tutalifanya. Ile ndio ikaja fahuwa, ndio fa biha wa na'imat, manake fahuwa almurad ndio linalotakiwa. Imefahamika, kuonesha kwamba hilo jambo linakubalika. Basi kasema man tawadda, ataketi ya udhu yawm aljumaa, mchana wa Ijumaa, akaenda kusali Jumaa kwa udhu tu, fabiha wa na'imat, basi ndio huo na ndio neema. Lakini wa man ightasala, lakini na aliyekoga, falghuslu afdalu, kukoga ndio bora zaidi. Siku ya Jumaa bora mtu akoge, tena asitegemee josho la usiku au la alfajiri, iwe Jumaa ishaingia mchana. Ikiwa atakoga saa 1 saa 2 asubuhi sawa, lakini kama mtu apirika, bora akogele saa 6. Anatoka sasa kwenda zake wapi? Msikitini, kavaa kanzu safi na nini, ile ndio afdalu. Kwa hivyo imeonyesha wazi kwa hili ni mandubu, si faradhi. Si lazima kukoga siku ya Jumaa. Ule udhu ni kwa ajili ya kusalia, lakini kukoga si lazima. Lakini ni mkusanyiko mkubwa wa watu. Chukulia wewe umetoka mnadani, kwenye mnada wa samaki huko, umebeba masamaki manduwaro, mengine umepara, unanuka mavumba, halafu unakwenda kusali Jumaa, unabanana na wenzio vumba tupu. Au umetoka gereji, umetoka kumwaga oili, umepaka girisi mpya, nzi wanakukimbia kwa jinsi harufu yako inaponuka, unaingia mle na mazagazaga. Come on, si jambo la busara. Au umetoka kuchokora makaro huko manispa umekuja hapo sasa ile utizame, lakini bado itakuwa ni mandubu. Ahmad bin Hanbal katika fatwa yake kasema Jumaa kukoga lazima mtu akoge siku ya Jumaa, kaingangania kuwa ni faradhi wala si sunna. Sijui kama alikuwa ana jamii ya watu wachafu sana, hata sijui vipi lakini bora wakati mwingine kuingangania, kwa sababu kuna mazingira mengine kama mtu achakoga siku ya Jumaa anakwenda kukera watu, basi hata mkija kwenye darasa fabi hawa nani. Kwa hivyo hii imeonyesha kuwa ni mandubu kwa ule muundo wake tu wa kuonesha kuna alternative mbili, kuna kutia udhu na kuna kukoga, na yote yatafaa. Basi imeonekana kuwa si faradhi. Ule muundo wa maneno ule utumika umepunguza kidogo. Nimeweka kuambieni yale maneno ya Mswahili mmoja alisema, chakula ni wali, ugali afadhali, vilibaki kustiri hali. Chakula ni wali, ugali afadhali, vilivyobaki kustiri hali. Vilivyobaki tunakula kwa sababu tuna njaa tu, lakini chakula upate wali hasa. Ukikosa wali anasema upate ugali kwa vitoweo vyake. Tena vilivyobaki sio muhogo, viazi vitamu, nini. Hii kustiri hali tu. Ndizi mbichi, Kwa hivyo anaonesha kuwa vyote vinafaa, lakini atoa uzito tofauti. Lakini alikuwa ni maneno yake. Si lazima kukubaliana naye, yeye si mtume wala si kiongozi. Au bi sighatil amri, au kwa muundo wa amri, ma qarinatin,
pamoja na kidalili tadullu ala adami lujubi, kinachoonesha kuwa hakuna wajibu. Yani dalili tunakiita kidalili si kwa ajili ya udogo, kwa ajili ya kwamba kinakuwa iko sehemu inayoonesha hivyo. Mithlu, mfano qaulihi ta'ala fil amri bi kitabati dain, kauli yake Mwenyezi Mungu katika kuamrisha kwa madeni yaandikwe ili watu wasije wakayasahau. Na nataka nikwambie swala la kuandika deni watu wamelipuuza, lakini ni kitu muhimu sana kuandikiana kwenye madeni, hasa kwa watu ambao wanafanya biashara kubwa kubwa, lazima wakope na lazima wakopeshe. Unajua biashara za cash ziko huku chini sana, lakini kila ukenda juu huko kwenye mabiashara makubwa lazima ukope na lazima ukopeshe. Yani lazima mzunguko uje, unatoa bidhaa alafu ndo inakuja pesa, unatoa bidhaa alafu ndo inakuja nini, inakuja pesa. Katika biashara kubwa kubwa lazima, ndio maana kuta nchi zinakopeshana, makampuni yanakopeshana kwa namna zao, na kama havijaandikwa vitu ni hatari. Lazima vitu viende kwa njia nini, ya document vyote. Au kwa lugha nyingine watu wanachukua kwa bili. Wanachukua kwa nini? Kwa bili. Unaweza kukuta kampuni na magari yake ina mkataba na supplier wa mafuta, kwa hivyo wanajaziwa ile mafuta mpaka mzunguko fulani ukimalizika, ndio mnapiga hesabu lita ngapi mmetu supply na sisi na nyinyi mnahitaji kulipwa shilingi ngapi. Lazima vikae kwenye maandishi. Sasa Mwenyezi Mungu anasema katika aya ndefu kuliko zote katika Qur'an, na ufahamu hivyo kuwa ndio aya ndefu kuliko zote kwenye Qur'an. Aya moja tu hii ni sura nzima ya kijuzuu cha Amma. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, enyi mlioamini mtakapokopeshana kwa madeni. Neno limekuwa gumu. Idha tadayantum bidaini, mtakapokopeshana kwa madeni, ila ajali musamma, kwa muda uliopangwa, faktubuhu, liandikeni hilo deni. Ndio risiti, ndio swala nini hilo la risiti. Lazima mrisiti mwe mna document. Aya ndefu kuliko zote aya hii, tukiendelea nayo huko itatirika, itakuwa ndefu sana, lakini swala liko hapa. Faktubuhu ndio amri. Je, amri hii ni ya wajib au amri hii ni ya mandubu? Tuende tuone Suratul Baqara. Fa ina usrifa al-amru 'anil wujubi, imegeuzwa amri hii kutoka kwenye wajibu ila nadbi, kwenda kwenye umandubu, lakini bi qarinatin mansusa, kwa dalili inayodondolewa fil aya, katika aya ile ile alati taliha, inayoifuata. Fa in amina ba'dukum ba'dan, ikiwa mtaaminiana baadhi yenu kwa baadhi, basi faliuaddi alladhi tumina amanatahu, natekeleze aliaminiwa amana yake. Sasa kuaminiana maana yake ni hakuna maandishi, ndio maana ya kuaminiana. Hata sisi Waswahili tusema tulipeana kwa kuaminiana tu, maana yake hatukuandikiana. Mkiandikiana maana yake hamuaminiana, kwa lolote litakalotokea hapo pana ushahidi. Lakini kwa mmepeana bila ya kuandikiana, maana yake mmeaminiana. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyuaddi alladhi tumina amanatahu, mkiaminiana wenyewe kwa wenyewe, basi na alipe yule aliyeaminiwa kwa uaminifu wake ule alioaminiwa. Kwa hivyo inaonekana kuandika deni si lazima ikiwa mtaaminiana. Maneno haya yamezimua ile idha tadayantum bidainin ila ajali musamman faktubu, mtakapokopeshana madeni kwa muda maalum yaandikeni. Ile ni amri, lakini mbele ikasema mkiaminiana basi mtatekeleza kwa ile kuaminiana. Kwa hivyo imepunguza makali ile amri ya kuandika. Na huku kuaminiana kunategemea kiwango. Kuna watu wanaaminiana mwisho 10,000. Kuna watu wanaaminiana mwisho laki. Kuna watu wanaaminiana lakini mwisho 1,000,000. Kuna watu wanaaminiana mwisho 10,000,000. Kuna watu wanaaminiana mwisho 1,100,000. Na kuna watu wanaaminiana mwisho 1,000,000,000. Utaona kama haiwezekani. Inawezekana kwa hierarchy za watu zilivyo. Mimi na Sheikh Sulemani hapa mwisho 10,000 kuaminiana. Hatuwezi kuongeza zaidi hapo. Tutakuja kufanyiana vituko. Mwisho wetu kuaminiana 10,000. Kuna watu mwisho wao 1,000 tu. Kama kwenye kahawa. Nafikiri kwenye kahawa mwisho 500. Inashuka ile. Kila mahala pana
chake. Kuna wengine wanaaminiana mpaka laki. Ndio maana unasikia mtu kapiga simu, bwana ataka bidhaa za laki, mpe huyo mpaka 100,000 mpe, ataleta, hana tabu huyo. Wanaaminiana mpaka wapi? Limit zile za kuaminiana, kila mmoja ana limitation yake. Ukenda zaidi ya hapo ushafanya tatizo. Na wako wanafika milioni, na wako wanafika mpaka milioni 10, anakwenda kuchukua mzigo wa milioni 10, hajatoa pesa, kauli tu, alafu anarudisha. Inategemea aina biashara yake, rekodi alizoziweka. Wengine wanafika mpaka milioni 100. Na ndio maana kuna baadhi ya watu unaweza kukuta wanafanya biashara kubwa, kumbe wameaminiwa tu, si zao zile. Na unaweza ukadhani na mapesa mengi, na kama una shida unaweza kwenda kumpiga kelele, hii duka lote hili mali zote hizo. Bwana we, vya watu hivi, huu ni uaminifu tu, humuelewi. Uaminifu gani? Nani atakuamini kiasi hicho? Bwana wangu we, sisi tuko tofauti. Wako watu namna hiyo, anaaminiwa mpaka milioni 100, mzigo anapeleka, wala hakuna tabu. Na wala haina uhusiano kwamba ukiwa shekhe ndio uaminiwe kwa pesa nyingi. Usichukulie ushekhe suala la dhamana ya biashara, suala la ushekhe ni vitu tofauti kabisa. Uwezo wako wa kurudisha, mikakati yako, namna unaohifadhi pesa zako, kuna mambo mengi. Hata uko benki ndio hayo. Haya. Kwa hivyo imefahamika hiyo, imezimuliwa. Kwa maana Suratul Baqara tena hiyo, almudainu lidain, kwa mwenye kudai, an yathika, kumwamini, bimadini, yanayemdai, min ghairi kitabati daini, pasi na kuliandika lile deni, anayo haki hiyo. Itategemea kiwango cha uaminifu mnachokwenda nacho. Wa mithlu qawlihi, kwa hivyo imezimuliwa ile amri, imetoka kwenye ulazima, imekuwa sasa ni mandubu. Sasa kuandikiana si lazima, mnaweza mkaaminiana. Sasa itategemea viwango vya kuaminiana kwenu ndio vitakavyoamua. Wa mithlu qawlihi ta'ala, na mfano wa kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema fi mukatabatil ariqa, katika kuandikia mikataba watumwa. Halipo sasa hivi ili duniani, ni nadharia tu, lakini mtumwa anapewa mkataba zamani. Nako ni kuaminiana huko kugumu kweli, kwa sababu utumwa ulikuwa aghlabu unasababishwa na vita. Sasa watu wanatekwa kwenye vita, alafu wanauzwa. Hasa mtu anakwenda kumnunua mtu mwingine sokoni, pengine kamnunua kwa milioni 10 mathalan, kwa pesa ya leo. Alafu anakaa naye yule mtu, anakuja kudai anataka uhuru wake. Anambia sawa, nitakupa uhuru, lakini na milioni 10 zangu. Sasa tufanyeje? Tuandikiane mkataba hapa na kuacha uhuru ukafanye kazi, lakini nakudai milioni 10. Kwa hivyo uhuru wako utakuwa rasmi pale utakapomaliza senti ya mwisho ya milioni 10. Kwa hivyo anampa uhuru wa mkataba wa kwamba uhuru huu sharti lake akaufanyie kazi ili aje alipe milioni ngapi? 10 za watu, ili yeye awe huru. Kwa hivyo anakwenda mbio ili awe huru. Na huyu inafaa kumpa zaka. Wa firriqabi, kule kwenye zaka umetajwa, kwa sababu zaka hii humpi yeye kimsingi, unakwenda kumlipia kule anakodaiwa ili awe huru. Na si vizuri hasa kumpa mkononi akalipe mwenyewe, maana anaweza kutoroka nazo akasema uhuru nishaupata na mtaji ndio huu. Akasema uhuru nishaupata na mtaji ndio huu. Kwa hivyo bora ukamlipia kule ili kuhakikisha kuwa anagomboka. Na hii mifano watu wanaoshughulika na sheria wanao mifano ya kutosha sana, hasa katika mambo ya kesi, kwamba wakati mwingine mtu anakamatwa yuko kituo cha polisi, lakini kwa sharti kwamba alipe pesa za watu anadaiwa, au anaweza taka pelekwa rumande lakini ana deni. Sasa mkililipa lile deni ataachiwa. Inafanana na kesi hii, lakini bahati mbaya wakati mwingine na yule aliyekamatwa mwenyewe usije ukampa yeye pesa kwenda kuzilipa, hazilipi na anatoroka, anakuachia kesi na deni, na bahati mbaya anakuwa ndugu yako. Sasa balaa, kenda kamchukulia dhamana mtu, jamaa katoroka, kakamatwa yeye, kaingizwa gerezani, vurugu. Kwa hivyo nayo inafanana na firriqabi, kwa sababu anakuwa na deni la kujikomboa na huyu ana deni la kesi. Na ndio maana inafaa hata kwenye zaka
kwa mtu ambaye ana kesi genuine, si mbaya kutumia pesa ya zaka kumuokoa kwenye ile kesi, kwa sababu inafanana na huyu firri katika njia ya mlinganisho. Tukitumia kiasi ndio tunaweza tukaipata hukumu hiyo. Aya, twende tushuke. Basi Mwenyezi Mungu kasema fakatibuhum, andikianeni mikataba nao, in alimtum fihim khaira, mkigundua ndani yao kuna khairi, yani yapo matarajio. Kama hakuna matarajio, msiwape mikataba. Hii mikataba lazima iwe na matarajio ya kwamba italeta mafanikio. Ngoja nikwambie, enzi zile za utumwa kuna watu wanazaliwa watumwa na ana khiari kufa mtumwa kuliko kuwa huru. Ukijiuliza wasema huyu mzima, kwa sababu kazaliwa mtumwa au kaingia utumwani mdogo, anakuwa keshazoea utumwa, hana jengine lolote alilolizoea. Inakuwa kama kuku wa kienyeji aliyefungwa kwenye nyumba fulani kwa mwaka mzima, alafu akaachiwa akaambiwa nenda kazururi utafute riziki yako. Hawezi tena, anarudi pale pale, kila siku atasubiri pale pale, mwage machicha ale pale pale, hatoki. Sasa na huyu keshafungika kwa mawazo, hana pa kwenda, hawezi kufanya jambo lolote. Kwa hivyo ukimpa uhuru unakwenda kumuua, kwa sababu miaka yote kwa mtumwa hata shilingi 100 hajamiliki. Akipewa 100 kanunue kahawa ulete hapa. Sasa unakwenda kumwambia katafute pesa zako mwenyewe, ujipange mwenyewe, unaweza vipi? Ndio maana kuna tatizo kubwa katika watu wanaostaafu. Mtu aliyofanya kazi kwenye kampuni au serikali au jeshi au polisi kwa miaka mingi, halafu anamwambia mzee, kinua mgongo chako hichi milioni 30, nenda kapumzike, mpe mwaka huu, halafu ukamtizame tena, macho kama kandili. Hana uwezo wa kuendesha maisha akiwa nje ya ajira kwa jambo lolote. Yeye keshazoea mwisho wa mwezi mshahara, anatoka na gari, anarudi na gari, vishoka vimeanguka, watu wanamfungulia milango. Ujaombe sasa kastaafu mzee umalize umri wako, maana yake unamuua. Ndio maana wengi wao anataka mkataba, anataka wengine wamemaliza na vyeo vikubwa, alafu wanakuja walinzi wa maduka, wanakuwa walinzi wa maduka. Unajiuliza wewe vipi? Ndio siku moja tulikuwa kwenye semina fulani tunazungumzia kwamba mipango ya kustaafu katika mataifa yetu iko vipi. Miaka 10 kabla tarehe yako ya kustaafu haijafika, unatakiwa uanze kujizoesha kuishi maisha kujitegemea. Kama kwenu shamba huko, kanunue kiwanja, jenga kibanda, anza kila wiki Ijumaa unakwenda zako shamba, Jumamosi, Jumapili unabaki kule, Jumapili usiku jioni unaondoka kuja huku Jumatatu kwa ajili ya kwenda kazini. Uanze kuishi maisha pale kijijini, uanze kuyazoea sasa. Hapa una mifugo kidogo, pale una kuku, pale una bata, una mbuzi, una hivi na hivi. Hata ikija ikafika habari za kupumzika, wewe tayari ushayaweza. Lakini mtu anakwenda tu kaukabia na tai na mkanda mpaka siku ya mwisho ndio anaambia leo unastaafu. Wapi? Balaa. Hana pa kwenda, kishazoea pale pale. Kwa hivyo lazima kujipanga. Na huyu aliyekuwa utumwani naye hata town kwa ni lazima kwa kijijini urudi kae nyumbani pumzika. Kama unapokaa wewe sasa hivi, si umesharitaya uko hapa mjini? Na wewe ulikuwa askari polisi, na ulikuwa na cheo, na umezunguka nchi nzima. Si umeweza mambo ya kuritaya, sasa hivi uko nyumbani hapo unacheza na wajukuu? Hayo ni masala ya mitihani. Unaweza kuwa kazini ukapata mtihani sio tunazungumzia lifestyle, mtindo wa kuishi. Haifai kusema mengine, lakini ni lazima tuyaguse. Anaweza kuwa mtu ana rank kubwa jeshini, ana cheo kikubwa jeshini, akawa anakaa kwenye nyumba za jeshi, watoto wake wanalipiwa, si nini, anaishi maisha mazuri, kila weekend ana bia 2 za bure, anaagiza nyama choma, anafanyaje na nini, anakwenda
kafika miaka 50, 55, anaambia mzee sasa kapumzike, kuna wengine wanataka kupandishwa. Hana hata chumba kimoja alichokijenga. Anakwenda wapi huyo? Linaweza kuja kuwa tatizo. Na pengine kakaa kwenye maeneo ya masilaha na manini, anajua mambo makubwa ya taifa. Polisi hali kadhalika ni hivyo hivyo, wizarani huko ndio hivyo hivyo, pengine alichakuwa na nafasi kubwa, anajua mambo mengi, lakini hajajipanga. Na pengine kapata pesa nzuri, lakini kahonga mabibi, nyumba ndogo kibao. Haya sio balaa hilo? Lazima ufikirie kwamba kuna watu wanazitaka nafasi na wewe unatoka. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira, turudum, wapeni mikataba kama mkigundua kuwa ndani yao mna khairi. Kama hauna khairi, bora baki utumwani. Kwa wale wa utumwa, kama hana khairi, bora baki utumwani. Kuna watu nawajua mimi Dar es Salaam pale, jamaa wa Kipemba, wamemwajiri baba yao. Baba yao alifanya kazi huko, karitaya, kishazoea kumaliza tu kuritaya, hawezi kufanya jambo lolote na kishazoea kutumia, basi wamemweka store. Baba yao mzazi yuko store. Afari unajua, anakaa kwenye kiti na kile cha kuhesabia kile, likitoka gunia moja anabonyeza taa, hapa anachupa kahawa. Anakunywa kahawa, hapa anajomeza gunia moja limetoka, gunia nini? Wakimaliza gunia 7, anaandika hapa gunia 7 zimetoka, anakunywa kahawa, anasikiza radio. Mwisho wa mwezi anambia mzee hizi zako. Anarudi zake nyumbani. Kampuni ya wanawe, lakini wamemwajiri baba yao. Basi usitaje watu. Kwa sababu hana mbinu nyingine yote ya kuishi. Ngumu hiyo. Msione hivi, sisi wengine tunaishi hapa, hatujaajiriwa na kampuni yoyote. Wengi wetu tuliomo hatujaajiriwa popote na tunaishi. Wasifikiri mchezo kwamba tunaishi vipi sisi na sisi hatujaajiriwa. Mimi hakuna mahala na saini mshahara, kwa taarifa yako. Popote, huu si mwaka wa zaidi ya 10 sasa. Hakuna mahala mimi na saini mshahara popote. Na naishi. Tukao tunashangaa naishi vipi na watoto wanasoma na ninakula na ninadunda. Sasa sio kila mtu kajipanga kuishi namna hiyo. Ukipata huko kidogo, ukipata huko kidogo, unaweka vipi, unapanga vipi? Hatuna mishahara, hatuna budget. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Basi wapeni mikataba mkifahamu kwamba ndani yao mna khairi. Suratul Nur hiyo. Fa inau sarafa al-amra 'anil ijabi. Imekengewa amri kutoka kwenye wajibu ila nadbi kwenda kwenye usunna au mandubu bi qarinatil kharijiyah, kwa dalili ya nje ya anna al-malika hurru tasarruf fi mulki, kwamba yule mwenye mali anaweza akatumia anapotaka, si lazima ampe mkataba. Akiona mkataba ule ni mzuri atampa, akiona si mzuri hampi. Tumefahamiana? Duniani sasa la kuritaya halina kuona uzuri, kuna umri umewekwa. Ukifikia umri unaweza kustaafu kwa hiari, na kuna umri ukifikia ni lazima sasa ustaafu wapishe wenzio. Na ile kwa hiari wengi hawaitaki. Anapelekewa barua, mzee sasa kwa umri wako ushafika miaka 55, unaweza kustaafu kwa hiari, utapewa nusu ya mafao yako, alafu baada ya miaka 5 utapewa mafao kamili. Anaandika, mimi sijakuwa kustaafu bado na nguvu za kufanya kazi. Ukifika mwaka wa 60 anaambia mzee sasa unastaafu kwa lazima, sio kwa hiari. Ile ya kupelekewa kwa hiari na 55 anatanabahishwa. Na kuna watu waliojipanga, akipelekewa ile tu anasema niko tayari, nitastaafu hii miaka 5 nikafanya mambo yangu, nipeni nusu, akiinua mgongo anapewa, anakwenda na anafanya mambo. Kwenye vyombo vingine wameshusha kidogo umri, kustaafu ni miaka 55 na kwa lazima na kwa hiari 50, lakini kwenye taasisi nyingi za umma kwa hiari ni 55, kwa lazima ni 60. Lakini kama wanakuhitaji baada ya hapo wanakupa mkataba tu wa miaka 2, 3, unaweza kuendelea kufanya kazi zaidi hapo mpaka una miaka 70, wakiona bado wanakuhi pengine kwa taaluma yako na nini. Wewe ulifika uliletaka kwenye 60 au over 60. 60 kamili wewe ukata. Kwa hiari ile 55 ukawa uliona bado wewe. Uliona bado, unaona kasubiri apige 60 ndio kaja akagonga. Sawa, si haki yake, ile ni hiari. Ndio maana kustaafu kwa hiari si lazima. Haki yake. Na mimi nikiambiwa ni staafu kwa hiari 55 na ndio naingia 55 sasa, niko tayari. Kama ingekuwa nimeajiriwa na mahala popote nikamwona ni staafu na 55, mimi nasema niko tayari kustaafu kwenye 55 kwa mimi. Kwa sababu haya maisha ya nje naona sasa yanakwenda bila kuajiriwa na mambo alhamdulillah si haba.
Ndio kama hivi mnaniona, mashavu yanavimba tu kama mandazi. Lakini kila mtu na namna yake. Anwaul mandubi. Sasa aina za nini za mandubu? Yanqasimul mandubu ila 3 anwa. Haya mambo ya kustaafu tumeyasema kwa faida zenu vijana, au watu wazima wanayajua vizuri, kwa faida zenu nyinyi vijana, kwamba nini kustaafu na kujiandaa kwa ajili ya kustaafu ni kitu. Hata huu imamu na ukhatibu na haya madarasa yanakustaafu pia, usinganganie tu. Sasa hivi unaona kifua changu kilivyoje? Sasa unafikiri baada ya miaka 10 kitakuwa vipi? Hivi sasa hivi tu kiko hivi. Je, baada ya miaka 10 kitakuwa vipi kifua hichi? Kwa hivyo nitashindwa mimi kuendeleza madarasa kama haya. Sasa lazima nijiandae kwamba utafika wakati nitaacha. Siwezi kufanya kazi muda wote. Na wako wengine lazima waje washike nafasi. Sasa jikazeni. Chukua nafasi. Tunao muda wa kukuandaeni, lakini na nyie mnao muda wa kujiandaa kuja kuchukua nafasi zetu hizi. Na si lazima hapa, popote pale. Mandubun fi'luhu ala wajhi takidi. Sasa tuna aina za mandubu. Mandubu moja ni mandubu fi'luhu, inapendelewa kulifanya ala wajhi takidi, kwa njia ya kusisitizwa, ndio tunaita sunna muakkada. Ala wajhi takidi, kwa njia ya kusisitiza au kwa njia ya kugogoteza. Wazee wa zamani wanasema sunna ya kugogoteza, ambayo ndio sunna muakkada. Kwa hivyo hii inakuwa na daraja ya juu zaidi kuliko ile mandubu nyingine. Hii inaukaribia wajibu. Wa huwa alfi'lu alladhi, nacho ni kitendo ambacho la yastaiqu tariku al-iqaba, hastahiki mwenye kukiacha kuadhibiwa. Hapa na kama wao hapo chini ya lam, usizingatie hiyo, imekosewa kichapa tu, ni la kamili hiyo. Ukiona tabu itie ndani duara, alafu juu yake andika la iliyokuwa haina tatizo lolote kwako, la iliyokamilika juu huko. Wa huwa alfi'lu alladhi la yastahiqu tariku al-iqaba, nacho ni kile kitendo ambacho hastahiki mwenye kukiacha kuadhibiwa. Yani hana dhambi, akikiacha atakuwa kapoteza fursa tu. Ndo yale ya kusema imeletwa pilau na kachumbari, wewe kachumbari ukijali ukapiga ubobo wako tu na nyama yake na patata zake bila kachumbari, hakuna mtu atakayekwambia wewe bwana, mbona uli kachumbari? Na ukila hakuna atakwambia namna gani bwana unakula pilau una kachumbari yetu. Hii kachumbari hapa ipo kwa anayetaka atumie, asiyetaka basi. Ndo kama haya machips na tomato. Hii miuza chips mengine ukifika anaanza kulikamata chupa le, utafikiri chupa ya maziwa mtoto mdogo, anaanza kupiga tu. Mimi mmoja wapo sipendi kula chips na tomato. Hii tomato hii siipendi, industrial tomato. Mimi ukinikatia tungule zenyewe nakula kama kachumbari, lakini lile la bwa lile siltaki. Likiwa ndo lishakuwemo na mimi sina namna ya kukataa chakula, nitakula. Lakini kwa kuwa nayo nafasi ya kuikataa isiingizwe, nitaikataa. Na kama nataka kutumia imenijia hamu kidogo sana, silipendi. Siku nyingi sana dubu na lili mimi silipendi. Sasa ile ni ziada, mtu anaweza kaikataa. Na akikataa wala hala umiwi. Kwa hivyo mandubu ukiacha hakuna dhambi, lakini utakuwa umepoteza fursa kubwa ya thawabu. Sasa kama unajiamini kwa thawabu zangu zinatosha, hazihitaji mandubu, hiyo shauri yako wewe. Umenifahamu? Lakini kwa dhambi hakuna dhambi. Isipokuwa tunasema yale ya kwamba ikiwa mnamtafuta kiongozi wa kidini au imamu wa msikiti, halafu awe mandubu ndo hazitekelezi, mtasema huyu hafanyi vizuri. Si suala la wajibu, ni suala sasa la kujikamilisha zaidi kwa mambo ya nini? Ya kheri. Mnakuwa na kiongozi wa kidini hafungi saumu ya sunna hata moja, yeye anasubiri uandame mwezi tu, anafunga Ramadhani, na ukiandama basi kalaidi. Hafungi Arafa, hafungi Ashura, hafungi Jumatatu, hafungi Alhamisi, hafungi siku 3 nyeupe, hafungi Shaabani, hakuna mwezi wowote mwingine na siku nyingine yote anafunga siku Ramadhani tu. Of course hana dhambi, lakini kuwa kiongozi wa umma wa Kiislamu hafai. Anaonesha mfano mbaya.
hatumhukumu mtu. Au mfano anakuja kuposa kutaka kuoa binti yako, uweze kumwambia kwa wewe ufungi saumu za sunna sikupi mke. Hayo hicho si kigezo cha kumkataa. Sitazungumzia dhamana za kidini kama kiongozi wa mstari wa mbele. Hilo hatukubali. Kitaalamu tunasema, lakini kiutekelezaji ndo halizingatiwi. Twendeni. Walakin yastahiqu al-lawma wal-itaba, lakini anastahili kulaumiwa na kupondwa katika yale maeneo ambayo atakuja kutathminiwa, ambao huyu afanyi sunna hata moja. Haiwezi kuwa lawama na kupondwa. Atapondwa, huyu hana sunna hata moja. Na ndo Waswahili mpaka anafanya hivi, anasema hiyo si sunna tu, anaweka na mkono hivi, hiyo si sunna tu. Ala, sunna tu vipi? Sunna tu. Na wengine mpaka wanaligeuza katika maana mbaya, japo sunna tu, japo sunna tu. Wametukana hasa. Sunna unaitia mpaka kwenye matusi. Ile hata haiwezekani. Tumezidi mno. Wakati mwingine linakaa pazuri, njoo bwana, karibu tende, karibu. Japo sunna tu, hii sawa, limekaa pazuri. Yani sunna angalau kwa moja hivi, au karibu kwa, japo sunna tu, manake kidogo tu, hii sawa. Matumizi yake hana tatizo. Lakini katika jambo baya, japo sunna tu. Japo sunna tu vipi? Ni sunna gani hiyo? Hapo sasa pisha kuwa na tatizo. Anasema mithlu, mfano al-af'ali al-mukammilati lilwajibati dinia, mfano wa vitendo vinavyokamilisha wajibu wa kidini. Kwa mfano kasalati aljamaa, kama salati jamaatan, kusali sala ya jamaa. Na hili lina mjadala. Piga mstari kwenye neno jamaa. Wanazuoni wengi wamesema sala ya jamaa ni sunna muakkada. Sunna muakkada. Maki tunazungumzia ala waji taakidi juu hapo. Wakasema sunna muakkada. Lakini kuna waliosema fardhu kifaya, na kuna waliosema fardhu aini. Hao mezidi. Msimamo mzuri ni huwa katikati, kwamba ni sunna muakkada. Ukisema kusali jamaa ni fardhu aini, yani wajibu wa kila mtu kusali sala jamaa, hakuna mtu hata mmoja ndani yetu katika mwaka mzima kapata sala zote jamaa. Alikuwepo hapa, nyoshe mkono. Mwaka mzima kasali sala zote jamaa, kuanzia alfajiri, adhuhuri, alasiri, magharibi na isha. Mwaka mzima siku 365 na robo yake ongeza, zote kasali sala jamaa. Mimi nazungumzia mwaka mzima kigezo. Kwa wiki anaweza katokea mtu hapa kaji. Kwa wiki moja. Sasa kama ni imamu wa msikiti. Ndio kwa wiki moja tunakubaliana, kwa wiki moja tutampata. Sawa, lakini kwa mwaka ndo na hakika hatuwezi kumpata. Maana mie mwenyewe mmoja simo. Kwa mwaka mzima mie simo. Hapa tu kuna siku mimi nakuja, nafika hapa nimechelewa, nishafika watu washasali magharibi, nikasali peke yangu hapa. Sasa ukichukulia kuwa ni fardhu aini, utekelezaji wake utawezekana kweli katika hali halisi? Ngumu sana. Ukichukulia fardhu kifaya na sunna muakkada, kidogo ina nafuu. Fardhu kifaya manake wakishasali wengine jamaa, ule wajibu wa kusali jamaa ushaondoka. Hata ukisali peke yako ushapona. Mnifahamu? Isiwe msikiti mzima kila mmoja kasali peke yake, hilo litakuwa tatizo. Na ukichukua sunna muakkada ina nafuu zaidi, manake ni kwamba hata ikitokea msikiti mzima ukusaliwa sala jamaa, itakuwa umepoteza sunna muakkada, hawajapoteza fardhi yoyote ile. Na wanazuoni wengi wamepita sunna muakkada, na wengine wamepita fardhu lakini ile fardhu aini ile wachache sana waliopita huko kwenye fardhu aini. Tumefahamu hiyo? Aya, twendeni. Wal adhan wal iqama, na kuadhini na kukimu ni fardhu kifaya au sunna muakkada? Sunna muakkada, lakini kwa madhhabi ya Abu Hanifa ni fardhu kifaya. Lakini wao wamechukua maana pana tu. Wamesema katika mji au eneo ikiadhiniwa na msikiti mmoja tu ikasikika adhana, basi hata kama msikiti mwingine wa kuadhini wakakimu tu, swala itakuwa imefanyaje? Imesi. Lakini ikiwa haijasikika adhana popote,
Hanafi kwao hawezi kuswali mpaka waadhini. Siku moja nakumbuka tulikuwa na kundi la tablighi la watu kutoka Pakistan. Tulikuwa tunasafiri tunakwenda mahala, tukafika mahala wakati wa sala na tulikuwa basi tumelikodi. Tukasema basi tushuke hapa, pana kisima sio mtu wa maji, tutie udhu, tuswali jamaa. Wakaadhini. Sasa tukamwambia mnamuadhinia nani? Maana tunaosali ndio sote tuko hapa. Hapa ni porini. Tao wanyama wenyewe hawaishiki hata wala hawahitaji. Wakasema kwa sisi ni fardhu kifaya. Nakimbiza mashetani. Si wenyewe tunakimbiza mashetani kwa sababu tumekwenda fi sabilillah. Ala kule hali hatukatai hivyo sisi kuadhini. Ni sunna muakkada. Lakini wao kwao ni fardhu kifaya. Ndio maana hizi sunna muakkada na fardhu kifaya zinakaribiana sana. Wameadhini hakukuwa na tabu yote. Lakini baadhi ya wanyama huko porini wakashtuka, simba na nani kuna nini wanaweza wakaja ikawa ile adhana badala ya kuwafukuza imewaita Sasa mkaona na wao wanajipanga kwenye safu, ndio mtakaposhangaa. Ala kule hali tuko baina ya kifaya. Wa kullu ma wadhaba alayhi ar-rasulu, na neno wadhaba limeandikika vibaya. Kuna kafu hapo, hiyo kafu zaida bid'atun qabiha, haina nafasi yoyote, ni wao tupu hapo. Piga mstari. Wao alifu hiyo wadhaba. Lipige mstari tu neno, ukumbuke kwamba hiyo kafu haina nafasi kabisa. Bid'atun qabiha. Wa kullu ma wadhaba, na kila alichodumu alaihi nacho ar-rasulu, mtume sallallahu alaihi wasallam. Wadhaba ni kudumu, kuto kukiacha. Kasema mbele, walam yatruku, na hakukiacha illa nadiran, isipokuwa mara chache tu. Pengine aliumwa siku hiyo alikuwa hajiwezi, au pengine alikwenda safari ikawa pirika hakupatikana na nafasi. Kalmadmadhati, kama kusukutua, walistinshaqi, na kutia maji puani, fil udhu, katika udhu. Wa qiraati, na kusoma shay'in, chochote, min alqurani, katika Qurani, fi salati, katika sala, baada alfatihati, baada alfatiha. Hizi zote nazo zitakuwa ni muakkada. Wa yusamma hadha an-naw'u, na inaitwa as-sunnatul muakkada au sunnatul huda. Itaitwa sunna muakkada au sunna ya muongozo. Kwa hivyo unakwenda kutia udhu, usiache kusukutua, kusafisha mdomo na kutia maji puani kama huna sababu ya msingi, kwa sababu utakuwa umeacha sunnatu muakkada. Tumefahamiana? Kwa Ahmad bin Hanbali kwake ni wajibu kusukutua na kutia maji puani, na kwa sababu wakati mwingine midomo hii inakuwa na uchafu, wakati unapokuja kuswali unakukera ule mdomo. Kwa kule kusukutua ni kuusafisha, unauweka sawa kwa ajili ya kuja kusoma nini? Qur'an na zile tasbih zinazota. Na pua wakati mwingine inasumbua. Kwa kila wakati unapenga, unafanyaje, hasa katika nchi zenye mavumbi. Kwa hivyo inakuwa ni sunna tu muakkada. Wa hukmuhu, na hukumu yake, anna fa'ilahu yastahiqu thawaba, kwamba mwenye kuifanya sunna hiyo basi anastahili kupewa thawabu. Inshallah Mwenyezi Mungu atulipe katika haya. Wa tarikahu, na mwenye kuacha, hiyo inaatufia anna fa'ilahu wa tarikahu, wa anna tarikahu la yastahiqu liqaba, hastahili kuadhibiwa, atakuwa kajipunja tu mwenyewe kwa kukosa thawabu nyingi, lakini hana dhambi. Tumefahamiana vizuri hapo? Kajipunja, hajatumia fursa vizuri kujaza mathawabu. Na hivi tunajiamini kiasi gani sisi kujipunja? Maana unaona bora ujipunje pesa ati, kwamba pesa zinamrejesha utapata nyingine. Thawabu hapa ukija ukafa baada ya kujipunja zinajaa wapi tena? Kwa hivyo kila ukipata fursa bora jaza zile thawabu. Imefahamika hiyo? Hiyo ndo hukumu yake. Walakin yastahiqu lawma wal itaba, lakini atastahiki kulaumiwa na kupondwa. Wewe vipi bwana? Mbona mambo ya sunna hayo unayaacha? Badala kukaa ukasali sunna unakaa unapiga story. Ndio yale tunasema wakati mwingine adhana ishadhiniwa, mtu kakaa kwenye baraza ya msikiti tena anapiga story, asubiri katakamati. Akisikia katakamati sala ndio anakwenda kutia udhu. Hata akija rakaa moja ishafanyaje?
ishampita, yani kakosa kuswali sunna, kakosa kupata takbiratul ihrami, hatusemi hajasali, lakini anatafuta nini huyu? Fursa za kutengeneza thawabu anazo, halafu anazipoteza kwa jambo ambalo wala huoni kama linampa faida yoyote hilo jambo lenyewe. Hili jamani, Waislamu tuna mashaka nalo kweli. Tena wengine wanasubiri mpaka raka mbili. Sasa anakuja pale imamu kwa tahiyatu ya kwanza, anamsubiri anyanyuke. Sasa unamwona na kama takiuno sana, muangalie tayari, halafu ndo na muda wa kuwahi mapema alikuwa ana kazipoteza zile fursa. Na siku hizi imepungua Zanzibar, lakini zamani ilikuwa hapa katikati tulipokuwa tuna ushabiki mwingi wa kisiasa. Kuna baadhi ya watu vyama vyao vilikuwa vina maskani karibu na misikiti. Kuna wale wengine vyama vyao maskani zao ziko karibu na baa na nini, wanajulikana. Lakini kuna wale wengine ambao maskani zao ziko karibu na nini, na misikiti. Basi kuna story imenoga ya kisiasa kule, kuna kimiwa sala. Bwana sala, tutawahi. Hebu maliza. Mzee kenda nchi gani na nchi gani vile kudai nchi. Unaona kazi hiyo? Wanapigiana story hapa. Wallahi rakazi na wapita kule. Wako kwenye story. Mwingine mpaka inatolewa salamu, ndio anakwenda zake kusali. Yalikuwa amenoga mazungumzo yale. Betri tulikuwa tunasichaji, radio mbao, inafika mahala sio tu sunna inadharuliwa, mpaka fardhi inadharuliwa kwa ajili ya mazungumzo. Zanzibar ugonjwa huu tumekuwa nao, lakini nashukuru Mungu sasa watu wengi wamepona. Sihaba dozi imepita safi. Wengi wamefanyaje? Wamepona. Lakini wako wengine bado wagonjwa. Tusipige mahala tukaidharau sunna na faradhi kwa mambo kama haya. Too much, Twendeni. Tunasema mwingine anaweza akapata hisia tofauti kidogo, atuvumilie. Wa idha kana min sha'airi dinia, na itakapokuwa kama ni vielelezo vya kidini, kal adhan wal jamaa, kama adhan na sala jamaa, wattafaqa ahlul baldati, wakawafikiana watu wa mji fulani, ala tarki, kuviacha vyote vitu hivyo, wajaba qitalum, itapasa hata kuwapiga vita, listihanati bi sunna, kwa sababu wameidharau sunna. Mji mzima hawataki kuadhini, hawataki kukimu, hawataki kusali sala ya sunna yoyote. Basi sheria ya Kiislamu inaruhusu hata kupigana nao vita kwa ajili ya jambo hilo. Lakini ndio kwa sababu hatuna dola ya Kiislamu hatuzungumzii haya. Lakini anaonesha ukubwa wa jambo lenyewe. Haya, mandubun, iko mandubu ya pili, mashru'un fi'luhu, imewekwa kisheria kuifanya, wa fa'ilu yuthabu, na atakayefanya atapata thawabu, wa tariku la yu'aqabu wala yu'atabu, mwenye kuiacha hatoadhibiwa wala hatolaumiwa. Tofauti na ile ya juu ambayo hii sasa sio sunna muakkada, ni ile sunna ya kawaida. Kal umuri lati, kama mambo ambayo lam yuwadhib, hajadumu nayo alaiha ar-rasul, mtume sallallahu alaihi wasallam. Unaona neno yuwadhibu limeandikwa vizuri hapa kuliko kule tulikosema lipigiwe mstari. Mnakumbuka kule wa inma fa'alahu marratan, lakini kalifanya mara moja au akthara au zaidi, watarakaha, na kaliacha wakati mwingine. Mithlu salati 4 rakaat kabla salati al-isha, kama kusali raka 4 kabla salati al-isha. Kuna wakati mtume kafanya, kuna wakati kasali 2, kuna wakati hakusali ile kabla ya isha. Siku moja alikuwa kwenye darasa fulani vinafundisha, mzee mmoja kanyanyuka, bwana vipi bwana, ishadhiniwa sunna bwana, sunna. Mkaambia lam yuwadhib alaiha rasulullah, hakudumu nayo mtume sunna hiyo ya kabla lishai. Kwa hivyo tuendelee na darasa. Kanuna yule mzee kanunia mpaka leo, mimi kimsalimia anitiki. Haya, akasema hiyo wa jamii tatawuati, na mambo yote ya kujitolea, kasiyami, kama kufunga yauma ilithnaini, siku ya Jumatatu, wal khamisi na alhamisi. Tumekafunga lakini hakudumu nazo. Kwa hivyo unaweza kufunga, wengine wanaweza kuacha kufunga. Si sunna muakkada, lakini ni sunna, lakini sio muakkada. Si vibaya kuzifunga, na ukiwa unaziweza nenda nayo, lakini usimlazimishe mtu sana kudumu na kitu hichi. Min kulli usbu'i, kwa kila wiki. Usama hadha alqismu, na kiganyo hicho kinaitwa fadlan au mustahabban. Wengine watumia neno mustahabu, wengine watumia neno fadla, sunna za ziada. Hii mustahabi si wengi wanaotumia. Wa hukmu, na hukumu yake, na fa'ila yasahiqu thawaba, atakayelifanya anastahili kulipo thawabu, wa tarika huu, na aliliacha la yasahiqu lauma wala laitaba, hastahiki kulaumiwa wala kupondwa. Kwa nini wewe ufungi kila Jumatatu na Alhamisi?
Mandubun zaidun, iko mandubu ya ziada, ay min alkamaliyati lilmukallaf, ni yale yanayokamilisha tu kwa mukallaf. Kal umuri alhadiyya, kama mambo ya kawaida, alati faala rasulu bihasabi alada, ambayo Mtume sallam kayafanya kwa mujibu wa desturi. Piga mstari chini ya neno ada, desturi alizozikuta za jamii na yake ndanazo. Pengine ziliwahusu Waarabu tu, pengine ziliwahusu watu wa Asia peke yao, pengine zilihusu watu wenye asili ya majangwa, pengine zilihusu watu wote, au pengine zilihusu zama zile. Hizi tusigombanie sana. Anasema kal iqtidai bi akli rasul sallam wa shurbihi wa tibai fi mishihi wa naumihi wa lubsihi wa nahwi dhalika, kama vile kumfuata Mtume sallam, kujiigiza na Mtume katika kula kwake na kunywa kwake, na kumfuata yeye katika mwendo wake na kulala kwake na kuvaa kwake na mfano wa hayo. Sio yale aliyosema kula kwa mkono wa kulia, usile kwa mkono wa kushoto, zile zina nguvu. Lakini hizi tu kwamba yeye Mtume alikuwa anakula mikate kwa nyama, hali wali. Sasa itakuwa ni sunna kula mkate na kula wali si sunna? Haina uhusiano. Umenifahamu? Mtume alikuwa hali wali, hakuna sehemu inaonyesha Mtume alikula wali. Wa muhayyan kashamsi minka mudhi'u, hatusemi hajawahi kula, lakini haikuwa desturi yake kula wali. Sasa leo na sisi tusile wali, au yale ni umura hadia? Ndo ule mjadala wa zakatul fitri. Yaani mtu mmoja anasema haifai kutoa pesa kwenye zakatul fitri. Siku moja mimi niliulizwa kwenye redio nikajibu hivyo, akanifuata na vurugu zake tena hawa vikanzu. Haifai kutoa pesa kwenye zakatul fitri. Wakati wa Mtume pesa zilikuwepo na hakuzungumzia habari za pesa. Nikamwambia haya wallah. Lakini nakuuliza, je, nafaa kutoa mchele? Si ndio chakula kikuu? Nikamwambia lakini Mtume hakutoa mchele, katoa ngano. Wala hakutaja mchele, na mchele unajulikana. Kwa hivyo itakuwa mchele pia haifai. Tukianza kwenda hivyo itakuwa na mchele au haufai. Alafu Mtume akasema tende vile vile zinaweza kutolewa zakatul fitri. Leo nani utampelekea pishi nzima ya tende zakatul fitri akakubali? Maziwa ya mgando al-aqitu yametajwa pia. Kampelekee mtu mtindi pishi moja ya mtindi, mwambie zakatul fitri yangu, atakuelewa. Kwa hivyo ni umura hadia yake, mambo yanayokwenda na desturi za watu. Ikiwa wanatoa unga wa muhogo, toa unga wa muhogo. Pengine asubuhi wanapika ugali wa muhogo kwa chukuchuku, nenda na desturi za watu. Wahindi wanatoa dengu, so wanapika dengu. Wengine wanatoa adesi, wengine wanatoa choroko, wengine wanatoa mtama. Ndo desturi zao. Kwa hivyo umur adia. Tumefahamiana? Eneo hili hatuelewani kabisa. Kwa hivyo katika umur adia, mambo ya kawaida, hii ndio inapokuja. Kwa hivyo kama Mtume alivaa kilemba, je, itakuwa sunna kuvaa kilemba au sunna kufunika kofia? Kufunika kichwa. Sunna kufunika kichwa. Kwa sababu wako watu zama zake walivaa kofia, hakuwalazimisha kuvaa nini? Kilemba. Na kilemba alichofaa Mtume na vinavyovaliwa na watu viko tofauti. Kwa hivyo sunna ni kufunika kichwa, sio kuvaa kilemba. Kuvaa kilemba itakuwa ni sehemu ya sunna kwa mantiki ya kufunika nini? Kichwa. Mtume salama kuvaa mapajama yale wanaovaa Wahindi, suruali na mashati makubwa. Kavaa kanzu, lakini kanzu alovaa sio kanzu ya kimanga kama hii yenye uzi wa kutiririka. Kavaa kanzu namna yake nyingine, lakini itakuwa sunna ni kuvaa nguo nyeupe iliyofunika mwili mzima. Si lazima iwe ile, yale ni umur adiya, yanakwenda na desturi za watu. Imefahamika hivyo Kwa hivyo hiyo nayo itazamo vizuri. Wasama hadha alqismu sunnata zawaidin wa adaban wa fadila, zinaitwa sunna za ziada au za adabu au za fadila. Liana hadhi al-umur laysa tashri'an, kwa sababu haya si sheria. Haya mambo ni mwenendo na desturi na taratibu za watu. Ukenda Uturuki wana namna zao za kofia wanavaa. Ukenda Uzbekistan, Tajikistan wana makofia yale yenye manyoya, yenye manyamnyam, wao wanavaa. Ukija kwetu kuna kofia. Sasa hivi hapa tukizikagua kofia ziko aina tofauti humu ndani, lakini zote ni kofia. Kwa hivyo waachie ni watu na desturi zao. Wa hukumu, na hukumu yake, anna tarika la yasaiqu lauma al-itaba, kwamba atakayeacha stahili kulaumiwa wala kupondwa. Wa fa'ila, na mtendaji wake yasaiqu thawaba, atapata thawabu, lakini kwa sharti idha qasada bi fi'lihi ta'assi,
atakapokusudia kwa kitu chake kumuiga mtume. Piga mstari taasi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun wal iqtida'u bir rasuli, na kumfuata mtume. Akusudie kumuiga mtume ndo atapata nini? Thawabu. Innamal a'malu. Kulikuwa na timu ya mpira hapa Zanzibar, wachezaji wake wote waliamua kufuga ndevu mzuzu, ikawa ni alama ya timu ya mpira. Sasa je, walimfuata mtume au walitaka kuitangaza timu yao? Hatuwakatazi sisi, si jambo baya tu kufuga ndevu, lakini nia yao ilikuwa nini? Kama ikiwa nia yake kumuiga mtume, thawabu wanazo. Kama ilikuwa nia yao sio kumuiga mtume, basi hatuwakatazi, lakini hawana thawabu. Na ilikuwa inachekesha, kocha wao hafugi ndevu, wanafuga wachezaji tu, kocha wao ananyoa. Halafu alikuwa kwa mwanasiasa hapa, kafuga ndevu, mashabiki wake wakubwa wote nao wakaachia madevu. Tumzima kwa mkubwa, kama walinuia kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam, thawabu wanazo. Lakini kama walinuia kumuiga kiongozi wao, hatuwakatazi, lakini thawabu hawakuwa nazo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.